Bariki Urio, ni wasafirishaji wa kijiji cha Makerere wa Lawrence, majina maarufu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Diwani kwa kutusaidia kupambania kumaliza kibanda chetu hichi, eneo la kukaa. Tulikuwa tunanyeshewa mvua, tunapigwa jua. Yaani tunakushukuru kwa sasa hivi hatunyeshewi mvua tena wala tupigwi jua. Kwa tunakuomba Mheshimiwa Diwani, kwa heshima, kama unaweza kuja kutusaidia ukizindua siku yote utakayopata nafasi, unaweza kuonana na uongozi kupa mrejesho ili tuweze kukusaidia kuja kukizindua. Tunashukuru sana kwa namna ya kipekee ambapo kama mwenzangu amezungumzia kuhusu diwani kutusupport na kutengeneza hili banda. Tunashukuru sana na tukisema asante kwa umoja wetu kama wa maafisa usafirishaji. Tunachoomba sasa kwa Mheshimiwa Diwani wetu ya kata ya Mwika Kusini kwamba sisi kama vijana tuna uhitaji wa kuwa na vyombo vyetu binafsi ambavyo vitatuwezesha kufanya kazi kwa uhuru, tusiende tena kupeleka marejesho kwa watu, ili tuweze kumiliki vyombo vyetu na tuweze kumiliki biashara zetu na kuweza kuhifadhi pesa itusaidie kwenye familia zetu. Na sasa hivi tunamiliki pikipiki ambazo ni za mikataba. Hii mikataba kuna wakati mwingine inasumbua sana, inapelekea mtu kukata tamaa kufanya ile kazi. Lakini tukipata taasisi au mtu binafsi ambaye anaweza kutudhamini tukawa na pikipiki zetu kwa bei rahisi kabisa ambazo zitatuwezesha sisi tumiliki pikipiki zetu binafsi, tusaidia katika familia zetu, lakini tuweze kufanya kazi kwa uhuru. Kwa hiyo tunamuomba sana Mheshimiwa Diwani alifikirie swala hili kwa umakini, aweze kutusaidia tupate sasa uwezekano wa taasisi au mtu binafsi au kikundi kitakachoweza kutuwezesha sisi tupate mkopo wa bei rahisi utakaotuwezesha kupata pikipiki zetu ili tumiliki vya kwetu. Ni kauli ya vijana taifa la kesho. Kijana yeyote anayejitambua ana nafasi na mchango mkubwa kwa maisha yake binafsi, jamii yake, lakini pia na serikali kwa ujumla. Kwa hiyo mimi nashukuru sana vijana wangu wa kata hii, kusema ule kweli. Toka wakati wa kampeni za uchaguzi na hata baada ya uchaguzi, vijana wangu nimewapenda. Kata yangu vijana ni waelewa. Bodaboda wote ni waelewa, ni watu ambao ni wastaarabu. Wao wenyewe wanalinda na kutunza amani ya maeneo yao na hakuna matukio ya kiuhalifu. Jambo hili limenimpress sana. Na kweli mimi nawahakikishia vijana kwamba kama nilivyoahidi kwenye kampeni, taendelea kuwa pamoja na wao.